mambo mengi, kusema nilikuwa na tafakari sana na wasikiliza maoni yenu. Mwingine anasema bwana fanya iwe shule, wengine wanasema hapana tuzungumzie mambo ya watu na muda hautoshi, kwa tutakuwa nachanganya. Hivi mkisikiliza mgombea wa CCM amekuwa akitoa orodha ya vitu vya kufanyika, vitu ambavyo mkuu wa wilaya anaweza akafanya, vitu ambavyo mkurugenzi wa halmashauri anaweza akafanya, vitu ambavyo kwa kauli ya kiongozi mmoja, mkuu wa mkoa, na vikao vikiketi, jambo hilo linafanyika mara moja namna hii. Lakini unaona mgombea wa urais ndio anazungumza vitu hivi. Mmemwona kule Songea anaahidi mkituchagua soko hili litakamilika, tutajenga soko. Huu ni mwaka 2025. Soko ni jambo dogo sana ambalo kwa sera hizi za CCM linaweza likakamilika ndani ya muda mfupi kabisa na lisisubiri uchaguzi mkuu. Swali la kujiuliza, kama haikuwezekana kuweka soko, ni kitu gani kingine kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Kama haikuwezekana kujenga hizi flyover tuliziahidi mwaka 2020, ni kitu gani kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Tuliaminisha watu kutoka mwaka 2015 kuhusu miradi ya kimkakati mikubwa ambayo ikikamilika, utekelezaji wake unahusisha watu wengi, kukamilika kwake kunahusu watu wengi. Nikimsikiliza Mama Samia, silioni hilo likitoka. Unasikia tu ni orodha ya vitu vidogo vidogo, Kiingereza ningesema practical needs, mahitaji madogo madogo ndio hayo yanatuahidi. Tafsiri yake nini? Hawana dhamira ya kweli na ya dhati, na yeye akiongoza kutufanyia mageuzi makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Hili mimi sikubali na nalikataa kwa nguvu zote, kwa sababu nchi hii Watanzania wanalipa kodi, ndio inaendesha serikali, ndio inapaswa kutoa maendeleo kwa watu wetu. Pesa ya nchi hii inatosha kufanya mabadiliko na mageuzi makubwa ya kuleta maendeleo makubwa kwa watu wetu wa Tanzania. Unapoona tunatoa ahadi nyepesi za kujenga masoko hapa na pale, inasikitisha. Haya mambo yalitakiwa kwa kauli moja yangekuwa yamefanyika. Kama hayakufanyika katika miaka mitano ambayo tumeikamilisha mwaka huu, najiuliza tulikuwa wapi? Kwa nini hatukufanya? Tumewaeleza wananchi kwa nini hatukufanya, na sisi wananchi tumewaelewa sababu zao kwa nini hatukufanya, kwa sababu sisi wananchi hatukuacha kulipa kodi wakati wote ule kwenye nchi yetu. Kama sisi hatukuacha kulipa kodi, kwa nini wao hawakutekeleza wajibu wao? Tusifurahie kwenda kwenye hii mikutano ya hadhara anafanya. Of course mikutano hii anaweza kawa yeye ana utaratibu wake wa kuleta watu wake pale, lakini isituzuie kuendelea kujadili Mama Samia alikuwa wapi mtu kufanya mambo haya katika miaka mitano iliyokamilika kipindi hiki. Mimi nimewahi kuuliza kipindi fulani mwaka 2021, na niliuliza kwa sababu nilikuwepo kipindi ambacho Mama Samia akiwa makamu wa rais na rais akiwa John Pombe Joseph Magufuli alimuita Mama Samia, alimuita waziri wa TAMISEMI wakati huo Suleiman Jafo, akawaambia msinyanyase wa machinga, msiwahamishe bila kuwaeleza kwa hakika mnawapeleka wapi, au kuweka utaratibu rasmi na ulikuwa wazi kusema tunatoka hapa tunakwenda kule, na wale wanaosikiliza watasema kwa hakika ninaiona mipango inayokwenda kulinda maslahi mapana ya biashara zetu na maisha yetu, na huo ndio utu wa watu wetu.
Baada ya Rais Magufuli kufariki ikafanyika kampeni kubwa ya kuwaondoa wamachinga kote nchini Tanzania, kuwavuruga kabisa kutoka kwenye maeneo yao walikuwa wakifanya biashara. Hakukuwa na maelezo ya msingi, mnawatoa hapa, mnawapeleka wapi na kwa nini, na mpango ni upi? Naweza mimi nikaonekana muongo leo, lakini wamachinga si wapo? Je, kutoka mwaka 2021, 22 mpaka leo hali zao zimeboreka kwa hamisha ile? Kama ndio, wao wawe mashuhuda. Kama sio, ni wakati wa kutafakari ya kwamba kama wameshindwa kujenga mustakabali mpana wa wafanyabiashara hawa wadogo, ni mustakabali upi wanatuahidi katika miaka 5 inayokuja? Au ndio ile hadaya jukwaani, ukiomba kura na baada ya kupata kila mtu ajijue, kila mtu afe na lwake? Mimi nimekataa kuwa sehemu ya uongozi unaoendeshwa kwa ahadi zisizokuwa na kweli. Moja, kwa sababu mimi pia ni mtaalamu mzuri tu wa maendeleo, na ninapoona mambo yanafanyika kinyume na taaluma. Lakini pia mimi na hofu ya Mungu, kwa sababu napenda kwenda mbinguni. Dhamira yangu inakataa. Na tulianza mfano mmoja mdogo pale Mwenge, tuliwaambia wamachinga waondoke pale kwenye stendi, tukawapeleka kule njia ya kwenda Coca-Cola kwa kuahidi soko likikamilika tutawarudisha. Ninawauliza wamachinga wa Mwenge, baada ya soko kukamilika, je, mmerudishwa ndani? Jibu mko nalo ni ila mimi nikipita, picha ninayoiona si picha ya wamachinga waliorejeshwa, kwa sababu hata kule njia panda ya kwenda Coca-Cola, wamachinga bado wako pahala pale, hatari kwa usalama wao na wanunuzi wao wanaokuja. Hili halikubaliki. Alafu unajua hii habari ya biashara mjini na wajasiriamali si jambo la kusubiri kampeni, ni jambo la dhamira. Mimi sioni dhamira ya Mama Samia na maelezo yanayotolewa kwenye kampeni. Iko mtu anasema una chuki. Chuki ya nini? Hakuna chuki. Nimeamua kusema ukweli, na kama yupo mtu mwingine ana ukweli mzuri zaidi kuliko niliokuwa nao, na hakuseme tusikilize. Alafu mimi watu watanipuuza. Nilipata kuwa mkuu wa wilaya wa kwanza wa wilaya ya Ubungo. Pale Ubungo kuna soko la Mahakama ya Ndizi. Nilipong'amua hila inayofanyika pale sokoni, kulikuwa kuna kikundi cha watu wachache kinakusanya mapato kinyume na sheria. Kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wakaenda pale kipindi hicho Bwana Makonda, wakatizama, wakasikiliza kero, wakaondoka, hawakurejea tena. Mimi nilipokwenda, na shahidi atakuwa Bwana Boniface Jacob, wakati huo akiwa mwenyekiti meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Nilipiga marufuku mara moja kikundi kilichokuwa kinakusanya mapato kinyume na utaratibu, na nikaelekeza wafanya biashara na wajasiriamali wote katika soko lile watatoa shilingi 1000 tu kwa siku na watafanya biashara bila kubugudhi. Wakati mkuu wa mkoa anakwenda pale,
alielekeza watu wafanye ukaguzi wa ni shilingi ngapi soko lile lilikuwa linatengeneza. Kwa mwezi lile soko lilikuwa linatengeneza milioni 690. Katika milioni 690, halmashauri ya Kinondoni kabla ya kugawani ilikuwa inapokea shilingi milioni 3,200,000. Kiwanda cha Urafiki kilikuwa kinapokea milioni 7.5 mpaka milioni 10. Lakini makusanyo halali milioni 690. Taarifa hizi kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ziko hata leo. Nilipopiga marufuku unyanyasaji wa wajasiriamali katika soko lile, na kwamba kila anaingia mle kujitafutia riski atatoa 1,000 tu na kupewa risiti, bado soko lilitengeneza milioni 120 kwa mwezi. Nikasema katika milioni 120 Urafiki, milioni 60 ichukue halmashauri ya Ubungo, milioni 20 itumike kuendeleza soko, kufanya usafi na kutengeneza mabanda kila mwezi. Vita yake haikuwa ndogo, ilikuwa kubwa mno. Na ukumbuke wakati huo Magufuli ni rais. Ilikuwa kubwa mno vita ile. Urafiki wakakataa kuchukua milioni 40 licha ya kwamba walikuwa wakipokea milioni 7.5. Sasa tutanielewa tafsiri yake. Na tukawatoa halmashauri kutoka milioni 3,200,000 mpaka milioni 60. Baadaye majukumu yalibadilika, nikafanya kazi kwenye Chama cha Mapinduzi. Lakini ambie leo ukipita soko la Mahakama ya Ndizi, je, mazingira yameboreshwa? Jibu unalo wewe. Dhamira. Serikali hii inayoongozwa na Mama Samia haina dhamira ya kutatua kero za watu. Niliwaeleza kuhusu habari ya mwendo kasi. Nataka nisiende kwenye mambo madogo, sijui imekuwaje.